Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad nabiyyi ummihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Amma baada, ndugu zangu katika Nadwa Online TV, leo kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala tutaanza japo kwa uchache sira adhim inayopatikana katika suratul Anbiya. Sura hii inaitwa suratul Istijaba. Wanawachuoni wanaita suratul Istijaba. Ni katika mpango wa msahafu ni sura ya 21. Sawa, ni sura ya 21, lakini khawasi zake ni nyingi: kukidhiwa haja kwa haraka, kuondosha mitihani. Lakini hii sura ndiyo ina aya ile ambayo tunaisoma wengi sana, ambayo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sawa, suratul Istijaba, na hii ndio inaitwa ayatul Istijaba. Kama unavyosikia kuna ayati Kursiyu, ayatul Nur, ayatul Fatihi, ayatul Mahabba na vitu vingine. Kwa hiyo ni aya mujarrab, ni mujarrab katika masuala mbalimbali. Leo biiznillah tutakwenda kufundishana ni aya ya 87 katika sura ya 21. Inaanza kwa kusema wadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan taqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah akaendelea akasema fastajabna lahu wa najjaynahu min al-hammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Hii Allah tabaraka wa taala anasema huyu Wadhannun, kwamba akimzungumzia Nabiullah Yunus, aliwahi kumuita akiwa ipo kwenye kiza kizito, kaona hapa mtihani uliozidi mkubwa, sina tena. Yuko kwenye kiza juu ya kiza juu ya kiza, kiza cha usiku, kiza cha bahari, lakini yuko kwenye kiza cha tumbo la samaki. Alipoangalia msaada kama binadamu hakuna, akashindwa. Alichokifanya akamwambia Mwenyezi Mungu. Kwa kumwambiaje? La ilaha illa anta, umetakasika wewe Allah, hapana yeyote isipokuwa ni wewe. Subhanaka, ukosei, uonei, ufanya mambo yako yote kwa hekima. Inni kuntu minadh dhalimin, mimi hapa nipo kwenye kiza, hao nipo katika shida. Kwa hiyo ayatul Istijaba kwenye suratul Istijaba, na Allah tabaraka wa taala akasema fastajabna lahu, tukamjibu, wanajjaynahu min al-ghammi, tukamkoa katika hilo shida, mtihani waliokuwa nao. Lakini wakadhalika nunjil mu'minin, hivyo hivyo tutakuwaokoa walioamini. Kwa hiyo huu mtihani uliokuwa nao ni shida, idha ni maradhi au jambo gani, Allah tabaraka wa taala kwa huruma yake anataka tu uamini. Ukimwamini kwamba Allah atanifanyia jambo langu kadha na kadha, basi Allah atakujibu. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishawahi kumsikia miongoni mwa maswahaba zake akisoma hili neno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akasema huyo kashajibiwa dua lake. Yaani akiwaambia maswahaba, huyu aliyesema hilo neno ameshajibiwa. Kwa hiyo ninachokusihi ndugu yangu, itumie hii dua, itumie hii aya, itumie hii siri kwa kuondosha mitihani mizito uliyokuwa nayo. Hiyo yote unahitaji safari, labda una miaka unatamani kusafiri. Kuna watu wanatamani, mtoto wao anatamani niende Dubai, wengine wanatamani kwenda sijui nchi gani, mwingine anatamani labda kuoa ama kuolewa, wengine wanasema mimi natamani kupata kazi, mwingine anasema natamani kupata kitu fulani, au una maradhi au una vifungo, unahisi una sihiri katika mwili wako. Kila aina ya shida Allah anasema sisi yule tukamjibu, fastajabna lahu, basi tukamjibu, wanajjayna min al-ghammi, tulimwokoa na huo mtihani. Wakadhalika, na hivyo hivyo inaunga wapi? Kule kwenye wokovu, nunjil mu'minin, tutawaokoa walioamini. Wewe umeamini, basi wewe muamini tu Allah. So ya Rabbi, naomba kama ndio usiku umeamka usiku, naomba ya Rabbi nimeamka wazangu wamelala,
naamini wewe sasa hivi umekuja kwa dhati yako, kwa utukufu wako, upo katika mbingu yetu sisi ya dunia, na kuomba Mwenyezi Mungu sasa yale ya kwako unayaomba. Sasa tuje kwenye utaratibu. Ifahamike hii aya, unaweza kufanya jambo lolote kwa uzaka Allah. Na lakini mashehe wengi wanatufundisha tuanze aya yote, tusome wanda hapa wadhanuni dhahaba mughadiban fadhanna alla taqdira alayhi fanada fi dhulumati. Anda aya yote, some aya nzima hiyo ya 87. Sheria usome mara nyingi, lakini mapokezi ambayo nilipokea mimi sehemu nyingi tunaambiwa usome hii mara 40. Usome tu mara 40 kisha usome uendelee na unakusudia, na ikikuwezesha, ikikupendeza, ukiwa unahitaji jambo lako kwa haraka zaidi, irudie kwa vipindi vitatu ndani ya siku 3. Sawa bismillah. Utaratibu wa kwanza, chukua udhu wako kamili, waweza kuswali sunna zako ya rakaa 2 au 4 au kadha na kadha biiznillah tabaraka wa taala. Baada ya kumaliza kuswali hapo, ulete istighfari kwa wingi. Leta istighfari kwa wingi, leta istighfari. Ukikuwa mchache sana, basi soma mara 100. Kisha msifu Allah tabaraka wa taala kwa kumwita jina lake la ilaha illallah kwa wingi, au 100 kwa uchache. Kisha mswalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. Ukiko ufupi lete 100. Kisha soma hii aya mara 40. Anza tu lakini wakati huo ushaweka makusudi yako, ya Rabbi na kuomba unipe kadha unaotaka. Mtume anasema kula amali biniyati, katika hadithi iliyopokewa na Amiri Mu'minina Umar ibn Khattab, akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu inna amali biniyati, amali yote ya mja italipwa kwa nia. Kwa hiyo nia yaanza, ndio maana akasema likulli mli, maana kila unaloliona lina nia yake, watu walinuia. Hata uwezi kusema unajenga afu kunuiza nataka kujenga. Hapana, anza kunuiza kisha ndio ujenge. Unasema mimi nataka kuvaa vizuri, anza kuvaa, anza kunuiza ndio uvae. Sema ya Rabbi nataka nivae nijistiri kwa kadha na kadha. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze. Kwa hiyo nia inatakiwa ianze biiznillah. Kisha usome hii aya. Ukishakusudia unakusudia ndio utaanza sasa urudie mara 40. Baada ya kumaliza hapo, mswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100. Kwa sigha yoyote. Ukiweza soma sigha hii, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Au unaitwa hii swarati Ibrahimia, sigha saratul Ibrahimia, ni swara mujarrad sana. Alaikum bi swarati Ibrahimia. Tulifundisha kidogo faida ya swati Ibrahimia, lakini nilisema tutakuja kufundishana tena bismillah. Utaisoma hii swati Ibrahimia, ukiona muda umekubana sana isome mara 40, lakini inapendeza usome mara 100. Kisha nyosha tena mikono yako, mwambie Allah tabaraka wa taala yale uliyokusudia, uliyosahau, mwambie Rabbi naomba unipe yale katika dhamira yako. Insha Allah bismillah tabaraka wa taala utajibiwa, kama Allah tabaraka wa taala alisema wakadhalika nujzil mu'minin, hivyo tutaokoa waliokuamini biiznillah tabaraka wa taala. Inshallah, kwa wale ndugu zangu ambao wanatamani kuongeza elimu zao, Nadwar TV imeandaa vitabu vingi sana. Sasa hivi tuko na vitabu 22 ama 23. Kwa hiyo kwa wale ambao wanahitaji vyote wanaweza kaniambia kunitafuta biiznillah, tukapata ufafanuzi wake. Sawa. Lakini hichi kitabu kinaitwa Koba la Uganga. Hichi kitabu naenda kwa 15,000. Miti mingi mikubwa yenye siri nyingi hapa tumefundisha. Lakini hivyo vitabu viwili vile vya maajabu ya mitishamba, na vitabu vizuri sana. Lakini vile vile kuna hichi kitabu ambacho kinachoitwa Safina Nzito katika Tiba. Kitabu hichi huwa na wahusia sana kwamba jitahidi katika akaunti yako au katika maktaba yako usikose hichi kitabu. Kina faida nyingi sana. Kuna kitabu hiki, kuna kitabu kinaitwa Koba la Uganga, kitabu kinaitwa Miujiza Mikubwa ya Surati Yasin, lakini kuna Koba la Uganga, kuna Diko la Uganga na vitabu vingine mbalimbali. Kwa hivi ni baadhi tu ya vitabu ambavyo nimekuja kuonyesha hapa. Lakini kuna kitabu kinaitwa Mujarrabati Kun Fayakun. Hapo unasoma Yasin Bahar, utaijua unajua Arshi, sura mbalimbali, aya mbalimbali na vitu vingi ambavyo wanachuoni wetu walikuwa wanasoma na wakapata miujiza au faida yake au majibu bismillah.
Lakini kuna hichi kitabu kingine cha Uchawi wa Pwani, kila siri nyingi kwenye aya, miti, tarasimu kidogo na masuala mengine. Ni kitabu ambacho kenyewe kimejitosheleza kwa watu wa pwani, ndo kinakusudiwa. Nimesema watu wa pwani, hii ni elimu ambao wale wazee ambao wamezungukwa na bahari wana faida zao nyingi ambazo kama siri ya Mwenyezi Mungu aliwakunjulia. Sisi tukasema tuziweke hapo inshallah. Naam, afwa minkum wa sallallahu alaihi wasallam.